Ndugu zangu, watu wa Mungu, nami ni mtu wa Mungu, ndugu yenu. Tusubisiwe Lwitiko Mtafya toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Ndugu zangu, watu wa Mungu, mnasikia Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Huyu Yesu kabla yake Mungu alikuwa amesema katika kinywa cha nabii Isaya, aliposema, na hapa patakuwa na njia, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo. Mungu awasaidie watu wa Mungu. Yesu ndo njia. Mungu awasaidie watu wa Mungu. Mungu huyu alikuwa amelifanya agano jipya kabla hata ya kuzaliwa Yakobo. Kwani Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba mtoe mwanao Isaka kuwa sadaka ya kuteketezwa. Haleluya! Ndipo Ibrahimu akamchukua mtoto wake Isaka, akawa napandisha kwenda mlimani ili kumtolea Mungu sadaka. Alivyokuwa amefika pale, alivyokuwa amemfunga kamba mwanawe Isaka ili kuwa tayari kumchinja, ndipo hiyo sauti ya Mungu alimwambia tena Ibrahimu kwamba mwache mtoto. Ibrahimu alipokuwa anageuka, akakuta kondoo imenaswa kwenye kichaka. Ibrahimu hakuendelea kwamba Mungu, mbona niwe mwenyewe umeniambia kwamba nimtoe Isaka, basi nimchinje Isaka. Ibrahimu alikuwa anamwamini Mungu. Mungu akisema, Ibrahimu alikuwa anatekeleza kama Mungu alivyosema. Ndipo alipokuwa akitaka kumchinja Isaka, akakuta Mungu anamwambia kwamba mwache mtoto. Alivyokuwa anageuka, akakuta kondoo imenaswa kichaka, kwenye kichaka. Akamchukua yule kondoo. Isaka kafunguliwa, kamchukua yule mwana kondoo, akachinjwa badala ya Isaka. Hili ni agano ambalo Mungu alikuwa ameliandaa mapema kabla hata ya kuzaliwa Yakobo. Ndipo Yesu ni mwana kondoo. Yesu ni mji mtakatifu ulioshuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ebu, yule mwana kondoo alitokea wapi? Yule kondoo ndo Yesu wa agano lake jipya, tofauti na lilo kuwepo ilo la agano la kwanza. Watu wa Mungu, nimefundisha mara nyingi kwamba agano jipya na agano lile la kwanza havichanganywi, kwa sababu agano jipya alilolifanya kuwa agano jipya ni Yesu. Hii kazi ya kulifanya agano jipya ilifanyika pale msalabani. Kwani Yesu alivyokuwa amekamatwa ili aende kusulubiwa pale msalabani, walikuwa amefungwa na Baraba mnyang'anyi. Ndipo mfalme aliposema kwamba tumfungue nani, Baraba au Yesu? Wote walipiga kelele wakasema, afunguliwe Baraba, angamizwe Yesu. Linganisha Baraba kufunguliwa kamba
fananisha na mtoto wa Ibrahimu, Isaka. Isaka alipofunguliwa zile kamba, ndo kondoo akaja akachinjwa, ikawa sadaka badala ya Isaka. Sasa hapa Yesu wakati amefungwa pamoja na Baraba, Farume alisema tumfungue nani, Baraba au Yesu? Walisema afunguliwe Baraba, angamizwe Yesu. Ndo Yesu alikuwa ameangamizwa pale msalabani. Hilo ndo agano jipya lililofanyika na Mungu hapo mwanzo kabla ya kuzaliwa Yesu. Hayo ndo Isaya. Ukitaka kusoma Isaya 35 mstari wa 8 utazikuta habari hizi, kwamba Isaya ndo Mungu alitumia kinywa cha Isaya kwamba anapopata kuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Ndo nakuambia kwamba wewe njia ni Yesu. Na Yesu mwenyewe amejisema, amesema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa Yesu nakwambia wewe mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, Yesu ni njia. Kuyafanya maneno yote ya Yesu ndo usafiri wako hata ufike mbinguni. Nisikilize sana mtu wa Mungu, kuyafanya yote, kuto kuyafanya yote, huko ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Bali kuyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana, hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Nisikilize mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, nimefundisha kwamba unapoyafanya ya agano la kale, Mungu amekuongezea mapigo. Usivyoyafanya yote ya agano jipya, Mungu amekuondolea uzima hapo ulipo, ni mfu. Kisa kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu, ni mfu. Ila kuyafanya yote maneno ya Yesu ndo uzima. Sasa kwani Yesu ndo njia na kweli na uzima. Anasema na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Njia ya Yesu, kuyafanya yote maneno ya Yesu, ndo kupita katika njia iendayo uzimani. Mungu we akusaidie mtu wa Mungu. Huu ni wakati wake Mungu kuwaokoa wanadamu wote chini ya jua, wanaozani kuwa wameokolewa, kumbe hawajaokolewa, bali wameondolewa sehemu zao katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa umo. Nimefundisha, ninasema Yesu ndo mti wa uzima. Yesu ndo mji mtakatifu Yerusalemu, aliyeshuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu, yule mwana kondoo. Yesu ndiye aliyechinjwa badala ya Baraba mnyang'anyi. We unayafanya yote maneno ya Yesu, unayafanya yote, ndipo utakapokuwa na uzima wa milele, kwa kuyafanya yote. Kwa kuto kuyafanya yote, ndugu yangu, hapo ulipo ni mfu. Kuto kuyafanya, maana nimefundisha kwamba maneno ya Yesu ni kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hayo ni maneno ya Yesu. Ndugu zangu, watu wa Mungu, nimefundisha, nimesema maneno ya Yesu yaliyoandikwa kuanzia Mathayo hadi Ufunuo, hayo ni maneno ya Yesu. Hayo ni amri za Yesu. Hayo ni sauti ya Yesu. Hayo ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Enyi watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mungu, hebu nikwambie, mchawi
ujijue kwamba mchawi upo njia gani. Wewe mchawi, kama mchawi, jijue kwamba hapo upo katika njia pana iendayo upotevuni. Tena nimesema uchawi hauchanganywi na utu wema, kwani mchawi huna utu wema. Utu wema ni njia iliyo nyembamba iendayo uzimani. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie umjue aliyekuumba, umtumikie yeye. Na utumishi wa kumtumikia Mungu aliyekuumba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote ndo kumwamini mwana hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Kuyafanya yote ndo kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata uwe hai. Nimefundisha enyi watu wa Mungu, nimefundisha kuyafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Ndo Mungu amekuongezea mapigo bila kujijua. Kuto kuyafanya yote, Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa umo. Kuto kuyafanya yote. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, unayafanya yote maneno ya Yesu, unayafanya yote kuanzia Mathayo hadi Ufunuo, unayafanya yote. Maana nimesema kwamba hata Mungu pia imeandikwa kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu bali awe na uzima wa milele. Kumwamini hata uwe na uzima wa milele ni kuyafanya yote maneno yake Yesu. Tena nimesema huko ndo kutumika. Kuyafanya yote maneno ya Yesu ndo kutumika. Hapo ndo nilisema kwamba maaskofu munaotumikiwa na wachungaji munaotumikiwa, nimewaambia kwamba hamtumiki, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Ndo nimewaambia maaskofu kwamba maaskofu nyote, wachungaji nyote chini ya jua munaotumikiwa hamtumiki, na wafu ndo hawatumiki. Ni wafu hapo mlipo kuto kutumika bali kutumikiwa, isivyoandikwa, asivyosema Yesu. Hapo mmeongezewa mapigo kwa kutumikiwa asivyosema Yesu. Maana Yesu anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Hayo ndo maneno ya Yesu. Kuyafanya yote maneno yake ndo kumtumikia, ndo kutumika. Huo ndo utumishi. Watu wa Mungu, huu ni wakati wa Mungu. Ni wakati wa Mungu. Ni wakati wa Mungu wa kuwaokoa watu wake wanaosani kuwa tumeokolewa, kumbe walishaondolewa uzima, ni wafu, kisa kutokuyafanya yote maneno ya Yesu. Mungu awasaidie watu wa Mungu, awasaidie. Ni Mwokozi peke yake. Nimekwambia kwamba wewe mtu wa Mungu, achana na kusema sisi dhehebu letu, sisi dini yetu. Nimekwambia kwamba Mungu hakuumba dhehebu, Mungu hakuumba dini, alikuumba wewe. Unapaswa kumtumikia yeye peke yake. Ndio nimekufundisha utumishi wa kumtumikia Mungu, kwamba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huko ndo kutumika. Huko ndo kumwamini mwana hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Tena Yesu ndo uzima. Mungu akusaidie we. Mungu akusaidie. Utakapokuwa unasikiliza kipindi hiki, ujijue kwamba bila kuyafanya yote maneno ya Yesu, wewe ni mfu.
kwani wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu, walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai, hao ndo mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Askofu, mtu wa Mungu, mshirika, we ni mtu wa Mungu. Hebu nisikilize, soma hiyo Petro, soma ujijue. Kama huyafanyi yote maneno ya Yesu, we hapo ni mfu, sio jiwe lililo hai. Mungu akusaidie. Jamani, ndugu zangu, mengine narudia, ni marudio haya, ni marudio ya kusema kwamba askofu, acha kusema eti wewe kwa kuwa ni askofu ndo unatumikiwa, unalimiwa mashamba yako eti kwa sababu wewe ni askofu. Nilisema we ni mtu wa Mungu? Hapana. Nilisema mshirika, hilo jina sio jina la kwako kuitwa mshirika. Hilo ni jina ulilopewa na huyo mchungaji. Mchungaji wako ni mtu anakuita mshirika wake. Wewe sio mshirika, ni mtu wa Mungu. Mtumikie Mungu peke yake, sio kumtumikia huyo mtu. Huyo mchungaji wako ni mtu. Unapomtumikia huyo mtu, nimefundisha kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu na utumishi wa kumtumikia mtu ni vitu viwili tofauti. Nisikie mshirika, unayeitwa mshirika, wewe sio mshirika, ni mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu. Kumtumikia huyo mchungaji wako, huyo ni mtu. Unafaa kumtumikia Mungu peke yake, kwa vile umeujua utumishi wa kumtumikia Mungu kwamba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, na huko ndo kutumika. Mchungaji, huto kuyafanya yote maneno ya Yesu, ambao huo ndo utumishi wa kumtumikia Mungu, we ni mfu, na wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu, walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai, hao ndo mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Watu wa Mungu, ninyi ni watu wa Mungu. Nimefundisha mara nyingi katika vipindi vyangu, kama utakuna bahatika kunisikiliza. Nimesema wewe ni mtu. Askofu, wewe ni mtu. Hilo ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. Nimekwambia mchungaji, hilo sio jina la kwako. Wewe ni mtu. Hilo ni jina ulilopewa na wanadamu. Mungu akusaidie, achana na hayo. Wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kuyafanya yote maneno ya Yesu, kwani huko ndo kutumika. Huo ndo utumishi wa kumtumikia Mungu. Mshirika, unadanganywa ukitoka shambani kwa huyo mchungaji. Anakuambia, ulivyotoka shambani kwangu, Mungu atakubariki. Anakudanganya. Mungu hakubariki, ila Mungu amekuongezea mapigo kwa kuyafanya asiyoyasema Yesu. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wa Mungu, sio mshirika wa huyo mchungaji. Mchungaji ni mtu, sio Mungu. Mchungaji sio Mungu, hata mtumikie. Mungu akusaidie. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu anapaswa kumtumikia Mungu peke yake, maana Mungu alikuumba peke yako, wewe mtu wake. Mungu hakusaidiwa wakati wa kukuumba wewe, alikuumba peke yake. Unapaswa kumtumikia yeye peke yake. Anatosha huyu aliyekuumba kumtumikia yeye. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wa Mungu, sio mtu wa mtu. Sio mtu, sio mshirika. Hilo jina sio la kwako, umepewa na huyo mchungaji. Mchungaji ni mtu wa Mungu. Wewe sio mtu wa huyo mchungaji, hata umtumikie, hata umlimie mashamba yake, hata umtolee fungu la 10. Nimefundisha kwamba kama hutatubu na kuacha kutoa fungu la 10 na malimbuko, kama hutatubu na kuanza kuwapa watu vitu, siku ya hukumu
watu wa Ninawi watasimama na kukuhukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, anayekitumia kinywa changu hiki. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu. Tena nimesema kwamba unayewaita wagonjwa ili waje uwaombee. Hayo umeongezewa mapigo, kwa sababu hayo hayajaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Usivyo wakataza wasikudhihirishe, Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya aliyeshuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Hizi ni nyakati mbaya za hatari zilizonenwa na Paulo akimwambia Timotheo kwamba lakini ufahamu neno hili ya kwamba siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari. Watu watajipenda wenyewe, watu watapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Upendo wa kumpenda Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huo ndo upendo wa kumpenda Yesu, hata naye akupende na kujidhihirisha kwako. Mungu akusaidie kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huo ndo utakatifu ambao kama huna hutamuona Bwana. Bwana ni Yesu. Kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Mtu wa Mungu, nisikie. Achana na majina hayo. Achana majina hayo. Mimi ni askofu, mimi ni mchungaji, mimi ni mshirika. Hayo sio majina ya kwenu. Ninyi ni watu wa Mungu. Mungu aliwaumba, mnapaswa kumtumikia yeye peke yake. Mungu awasaidie watu wa Mungu. Mungu awasaidie. Hayupo mwingine awezaye kutusaidia. So umesikia Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ndo njia, kuyafanya yote maneno yake. Huo ndo usafiri hata ufike mbinguni. Watu wa Mungu, nimefundisha kama Mungu matakwa yake jinsi aliyokusudia kutaka kukitumia kinywa changu, amewafundisha. Mmesikia. Kama hamtatubu kutoa fungu la 10 na malimbuko, kama hamtatubu na kuanza kuwapa watu vitu siku ya hukumu, watu wa Ninawi watawahukumu kuwa mmekosa, kwa sababu walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, anayekitumia kinywa changu hiki. Mungu awasaidie watu wa Mungu. Awasaidie. Ni msaada wetu. Hayupo mwingine anayeweza kutusaidia. Ni Yesu peke yake. Ni Mwokozi peke yake. Hayupo. Nimefundisha mengi nikisema Yesu ndio mti wa uzima. Nikisema Yesu ndio mji mtakatifu Yerusalemu mpya aliyeshuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Nimefundisha haya, ni marudio. Kama wewe hujawahi nisikia katika vipindi vyangu, itakuwa ni bahati yako leo. Ujue kwamba Yesu ndo njia na kweli na uzima. Haya ndo Mungu alitumia kinywa cha Isaya kabla ya Yesu kuja. Akasema na hapa patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo. Unapokumwamini mwana, Mungu akusaidie kuyafanya yote. Kuto kuyafanya yote, uko ni kupenda giza, uko ni kupotea, uko ni kuto kumwamini mwana. Kuto kuyafanya yote, bali kuyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana, hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wa Mungu. Ni mtu, acha kuchezewa na watu. Unajua tu kwamba huyo mchungaji ni mtu.
ndio anakuambia we ni mshirika wangu, kwenye sikukuu unaniletea nyama, kila siku unakuja nyumbani kwangu kuangalia nitakula nini. Achana nao, huyo ni mtu, huyo ni mtu. Ila siku zote wewe hebu jikague moyoni mwako, kama umewaza tofauti, tubu huko moyoni, ajuako Mungu aliyekuumba. Acha kuhangaika na mambo hayo ya mwili. Mungu akusaidie, wewe ni mtu wa Mungu, amekuheshimu. Wewe ni kiumbe wake, sio wa kuchezewa na wanadamu. Hapana, wewe ni muumba wa mbingu na nchi na vilivyomo. Mungu akusaidie, wewe ni mtu wa Mungu. Mungu anakujali. Mungu anakujua kuliko huyo mchungaji wako. Sije kama wewe umewaza tofauti huko moyoni, huyo mchungaji wako anakujua? Hakujui. Ili ukitoka shambani kwake ndo anasema umetoka kumtumikia. Anakudanganya, anakupoteza. Mungu akusaidie, wewe ni mtu wa Mungu. Fanya kazi ya Mungu hiyo ya kuyafanya yote maneno ya Yesu, kwani huko ndo kutumika. Mtumikie Mungu wako peke yake. Mungu ni mwema, ashukuriwe. Haleluya, ashukuriwe aliyeniumba. Mungu nafurahia hii siku hii ambayo jana iliitwa kesho, lakini sasa imekuwa leo. Matendo yako Mungu hayachunguziki na elimu ya dunia iliyo na ufinyu, iliyo na kikomo, wenye nayo hufa, huzeheka, hubadilika. Asante Yesu wangu. Niende kumshukuru Mungu. Kwanza nitaje namba ya simu yangu 0753969199. Niende kumshukuru aliyeniumba. Haleluya. Mungu wangu, muumba wangu, mlezi wangu, mchungaji wangu, ambaye utaniacha nami nafurahia kutoachwa na wewe, bali kuendelea kuwa pamoja na wewe siku zote za maisha yangu zilizohesabika na wewe. Yesu, ninakuinua. Asante kwa asubuhi hii ambayo ni mpya toka utotoni mwangu. Umeruhusu niamke. Nilipokuwa nimelala, nimejitupa, sikuwa najitambua kwamba ni mwanadamu na kesho itakuja niamke, lakini wewe ulinijulia. Ndivyo ninavyotoa shukrani kwako, kwamba asante kwa kukitumia kinywa changu. Muumba wangu, uliniumba, ulitaka nijue kutamka, ili kwa siku hii ya leo, kwa kuwa ni Mungu wa maono, uliona mbali kwamba hii siku ya leo utakitumia kinywa changu kadiri unavyotaka, na huna mpinzani wa kukupinga. Yesu, hupingwi kama wanadamu, kama wafalme wa dunia walio na wapinzani wao, lakini wewe Mungu umejitosheleza peke yako, uliye mwema, tena unayo mema ya kunipatia, kwani wewe ni mwema. Nani anipatie mema asiye mwema? Ila wewe peke yako uliye mwema, unayo mema ya kunipatia, na umenipatia na siku hii ambayo ni mpya. Wema wako naujua, nauona. Asante, nashukuru. Shukrani zangu Mungu ni fupi, zinapelea matendo yako makubwa unayo nitendea. Ulinipanya pale Chitipa nilipokuwa nimeanguka na pikipiki, ulikuwepo, uliniokoa. Mwanadamu gani alikuwepo? Ulikuwepo wewe. Ninashukuru kwako Baba. Asante Yesu, Mungu wa miji yote, Mungu wa nchi yote chini ya jua. Asante Kristo, nakushukuru. Asante Baba, asante katika jina lako Yesu tulilopewa kuokolewa kwalo. Amen.